unafahamu hizi timu za kaskazini ambazo zinakuja watakuja kukabiliana nao hebu tueleze kidogo kwa namna unavyofahamu hao jamaa hizi mbinu huwa wanakubaliana, yani maana utakuta timu hii ina tabia hizi timu, yani ukanda mzima unakuwa na hiyo tabia ya kukutengenezea makosa ya makusudi. Kwanza Katanga naweza nikasema timu za ukanda wa kaskazini wana katika dakika 90 ambazo tumekuwa tukishuhudia michezo inachezwa, wenzetu plan yao sio kucheza dakika 90. Wenzetu ni kucheza dakika 70, 75. Zile 15 ndo zile ambazo nimezungumzia hapa. Azimu amezungumzia Mpoma pamoja na Anangisye kwamba watu wanaanguka, wanapoteza muda. Kwa hiyo utaangalia kuna mechi moja ambayo Yanga walicheza hapa ya kombe la shirikisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi ya finali ni Osman. Wale jamaa walikuwa wanaanguka sana kiwanjani sana. Yani unaweza kujiuliza kwamba dakika 90 hizi, yani hata zile pengine ambazo zimeongezwa dakika 7 8, lakini unaona bado. Kwa hiyo ni target yao, kile ambacho wamekipata wanakishikilia na wanakilinda kwa nidhamu ya hali ya juu sana. Wanakilinda katika mazingira gani? Sio tu kuweka difaa kama vile ambavyo wenyewe wamekuwa kisema, yani kuweka ulinzi, lakini pia mbinu za namna hiyo za kujiangusha na kucheza na akili zenu kuweza kuwafanya mwe katika ile kureact na muda wao unakwenda wao wapate kile ambacho wamekuwa kikihitaji. Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambazo zimekuwa zinajua nini wanafanya katika michezo ya away na michezo ya nyumbani, lakini kwa michezo ya away mara nyingi sana priority kwao ni wasipoteze mchezo. Wakipata matokeo ya sare kwao ni faida, kwa sababu wanajua katika mechi ambayo mtacheza nyumbani kwao watawafunga tu. Lakini pia wakipata faida ya ushindi pia ugenini kwao inakuwa ni faida maradufu, naweza nikasema hivyo, kwa sababu mechi ambazo wamekuwa wakicheza katika ardhi zao ukanda wa kaskazini mara nyingi wamekuwa wakisema mgeni anapokuja ni kushirikiana aache alama 3. Pamoja na kwamba wamekuwa na ule uhasimu wao katika mechi za ligi, lakini anapokwenda mgeni wao kuondoka na alama 3 inakuwa sio tu umemfunga Mpoma, wanahisi pia hata mpinzani wa ile timu ambayo anatoka pale kwamba hawezi kufanya lolote kwao. Kwa hiyo hicho kitu wanakiepuka sana wenzetu ukanda wa kaskazini. Hiyo na ndio maana mara nyingi wanapokutana wao sasa nyasi huwa zinachimbika kweli. Wanapokutana kwa sababu ni mbinu ambazo zinafanana, na hata vile visa ambavyo vimekuwa vikituka kiwanjani vyote wanafahamiana. Lakini kwa miaka hivi karibuni tukizungumzia kuanzia miaka 90 kuja mpaka miaka 2010 hizi kanda kuanzia Sekafa Afrika Mashariki, ukienda kule Kosafa kusini mwa Afrika, lakini Unifac, unaona sasa na sisi tunaanza lile somo kama linatuingia. Hii nafikiri pengine kutokana na kupata makocha mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Kuna wengine ambao wanakuja hapa washafundisha katika mataifa ya Kiarabu, kwa zile mbinu wanakuja kuziapply kwa timu zetu, na sisi tunaamka hivi sasa. Kwa hiyo ukiangalia timu zetu za ukanda wa Afrika Mashariki, unaona hata ule ubora wao sasa unakwenda kukaribiana na zile timu za ukanda ule wa kaskazini. Kwa hiyo ule unyonge haupo hivi sasa. Ule unyonge haupo. Lakini tukizungumzia Katanga, wawakilishi wetu hawa Singida ambao wamekwenda kule Algeria kwenda kucheza na CR Belouizdad, wananchi Yanga ambao wanacheza na FAR Rabat, timu ya jeshi FAR Rabat. Miongoni mwa vitu ambavyo wanavyo, wana speed sana. Niliangalia mechi yao dhidi ya Wydad katika ligi kuu ya pale Morocco, Botola inaitwa hivyo. Walipoteza 2-1 mechi ambayo walicheza wao ugenini, Wydad wakiwa nyumbani. Miongoni mwa mechi ambayo ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ya kuvutia, wanaonyesha ule uhalisia, na ni miongoni mwa timu ambazo zilitoa wachezaji takriban 3 katika ile timu ya CHAN ya Morocco akina Anas Bashbash. Kwa hiyo ukiangalia kwa mbinu tu Katanga hawajaanza leo wala jana, lakini cha kufurahisha zaidi hizi mbinu zao na sisi tumeshaanza kukop, tumezielewa, tunazijua kwamba wenzetu wanapoanza hivi, kwa sababu wao katika dakika 45 za kipindi cha kwanza wamekuwa na kanuni ya kuzigawa katika mafungu 3. FM